hasa ukizingatia ugumu wa timu zenyewe na performance hawa wachezaji pia? Mimi sijaona mshambuliaji wa Yanga ambaye ana uwezo wa kubeba timu kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu wote wanafanya makosa ambayo yanafanana. Yaani ukimtazama Andy Boyeli na Prince Dube, wote wanafanya makosa ambayo yanaendana. Kwa hiyo inanipa shida sana kusema kwamba hawa wataenda kuibeba Young Africans. At least Clement Mzize angekuepo, pengine angekuja kuongeza kitu. Lakini sasa Mzize kuna uwezekano asicheze hata mechi moja ya hatua ya makundi. Sasa kama anaweza asicheze hata mechi moja ya hatua ya makundi, maana yake Yanga itabidi tafute mshambuliaji mwingine wa kwenda naye hatua ya makundi. La sivyo atajikuta anakuwa kwenye wakati mgumu sana. Ndiyo Yanga malengo ni kuishia hatua ya makundi, lakini wanapaswa kuangalia wasije akajikuta wanatumbukia kwenye shimo ama wanajiingiza kwenye aibu ndogo ndogo ambazo hazifai. Yaani wanapaswa kuenda kuonesha uwezo mzuri. Kumtegemea Andy Boyeli na Prince Dube kwenye hizi mechi za hatua ya group stage ni miongoni mwa kamari ambazo Yanga watazifanya na zinaweza zisiwalipe, kwa sababu tayari kwenye ligi tu wameshindwa kufanya vizuri. Yaani kama unashindwa kufunga dhidi ya Mbeya City, unashindwa kufunga dhidi ya KMC, unashindwa kufunga dhidi ya timu za kawaida kwenye ligi yetu, utawezaje kupata bao mbele ya timu kama FAR Rabat? Utawezaje kupata bao mbele ya timu kama Al Ahly? Utawezaje kupata bao mbele ya timu kama JS Kabylie? Ni ngumu sana. Kwa hiyo lazima waangalie namna gani ambavyo wanaweza kuboresha eneo lao la ushambuliaji ili waweze kutengeneza mabao mengi, aidha kwa kuleta mshambuliaji mwingine mpya au kutengeneza system ambayo itaifanya timu iweze kucheza vizuri na kuzalisha mabao pasina kutegemea washambuliaji. Kwa mfano, timu ikiamua kucheza labda na force number 9 ya labda akacheza Pacome Zouzoua kama force number 9, Celestine Yekua akacheza winga moja ya upande wa kushoto au kulia, alafu Max Nzengela akachukua winga nyingine moja, alafu nyuma pale ukamweka Mudathiri Yahaya, naamini timu inaweza pengine kupata mabao. Lakini kama sio hivyo, wakaamua kucheza na mshambuliaji moja kwa moja, kwa washambuliaji walionao ni ngumu kuwasaidia, kwa sababu hata kwenye mechi za kawaida hawafanyi vizuri. Na kama uweze kufanya vizuri kwenye mechi za kawaida, usitarajie kwamba utaenda kufanya vizuri kwenye mechi ngumu. Ni kitu kigumu sana. Kwa mfano tu angalia msimu uliopita kwenye michuano ya kimataifa, Yanga, washambuliaji wa Yanga wamefunga mabao mangapi kwenye hizo hatua? Amefunga Dube bao moja, si ndio? Naam. Clement Mzize nadhani ndo alifunga mabao mawili kama sikosei, kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Mabao mengine alifungwa na wachezaji wengine. Njoo kwa upande wa Simba, Steven Dese Mukwa alifunga bao moja, Ateba alifunga bao moja. Ni kwa sababu hao washambuliaji pia tulikuwa tunataja hapo kwamba ni moja wa washambuliaji ambao hawatoshi kwenye hizo timu. Yaani ukiwa unakosa, unashindwa kufunga mabao kwenye mechi nyepesi, usitarajie kwamba utaweza kwenda kufunga mabao kwenye mechi ambazo ni ngumu. Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwa hilo lazima walitazame kwa jicho la tatu. Aidha watengeneze system nzuri ambayo itaisaidia timu kuzalisha mabao mengi pasina kutegemea, au waingie sokoni, au waingie sokoni watafute mshambuliaji mwingine. Sasa kuna mbili. Tarehe 15 dirisha la usajili litafunguliwa. Ingia zako sokoni pale, unachukua kitasa, fundi ya boli. Mambo yanaenda buu. Unaenda kukiwasha huko. Ama namna gani? Hicho ndio kinachotakiwa. Hapa Goma nimekuwa gumu. Ingia zako sokoni. Hakuna namna. Ama namna gani? Hakuna namna. Ingia sokoni. Ama nasemeje bwana? Tafuta mshambuliaji. Mshambuliaji pale nini? Weka pale. Twanga. Twanga tu. Bwana, tumekuwa na wakati mzuri sana hapa. Tumewazungumza mabingwa wa kihistoria wa Tanzania Young Africa kuelekea kwenye mchezo wao ama michezo yao ya kabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Kundi la Yanga ni kundi ambalo watu wengi uliona ni kama kundi la kifo, lililojaa vilio. Lakini kwa imani yangu mimi nikitizama falsafa na mbinu za mabingwa wa kihistoria wa Tanzania Young Africa, naona wakitoboa. Kwa hesabu zangu tu nikipiga haraka haraka, pale kwa JS Kabylie pale Young Africa anachukua 3 zote kwa Mkapa. Hayo ni mahesabu yako. Afu away anachukua 3 tena. Ngapi hizo? 6. Kwa FAR Rabat pale wanagawana. Sawa Let's say anachukua 3. Ngapi hizo? Ngapi? Ana 9 hizo. 9. Wakia nani? Ahali. Ahali lazima afe kwa Mkapa. Sawa. 3 pana alama 10 na ngapi hizo? 11.
9, 10, 12. Sasa kabakia nani? Bado mechi za marudiano. Sawa. Tayari hapo. 12. Yanga wale. Si unaona? Sawa. Unaona hesabu hizo? Haina shida. Pale kwa JS Kabylie pale Yanga wanapiga hadi pale wanapiga ndani nje. Deki. Wale robo finali. Hamna shida. Ama namna gani? Hamna shida. Hesabu zako ziko vizuri.